akafanya, nasema sasa hivi nakuletea ripoti boss. Na Ruth na Mungu. Asante Bwana Yesu tusaidie. Hivyo ndivyo yanavyokuwa yakiendelea katika sisi tunayoyaona sasa kwenye maisha ya nje. Lakini sasa tunaona kwamba hayo yote bado Bwana anatufundisha. Kwa hiyo sisi bado tuko kwenye nafasi nzuri ambayo Bwana anatufundisha, ila yale ambayo tushajifunza tujitahidi na kuyatendea kazi ili Roho Mtakatifu aweze kujaa kwa wingi ndani yetu, kwa sababu katika hayo kwenye kuyatendea kazi ndiko kunakompeleka mtu kwenye mema yake. Kwamba usije ukajikuta kwamba unapitia magumu, safari inakuwa ndefu kwa sababu kuna mahali mnabaki mkizozana, ama yale ya kule haya sasa hivi unakuwa unafanya, lakini yale ya kule ulishaacha. Tutembee na tuende tufike. Haleluya. Basi leo tunapakia kumalizia kipengele kile cha upole. Upole ndio mtoto wa mwisho. Mimi nimemweka mtoto wa mwisho hapa, sio wa mwisho, lakini mimi nimemweka wa mwisho kama jina lake lilivyo. Maana upole ni kitu ambacho hakina mambo mengi wala hakina shambra nyingi, ila kina mambo makuu mazuri yanayotufaa kutusaidia sisi katika maisha yetu. Haleluya. So tunaangalia kipengele cha upole. Upole ni tunda, na tunda hili tunamwangalia kielelezo wa kwanza aliyekuwa na tunda hili alikuwa ni Yesu. Yesu kwenye Mathayo 11. Yesu kwenye kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 29. Kwanza nitaanza 28 ili nipate maana halisi ya hicho tunachotaka kujifunza. Asema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu, na ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini kwenu. Sasa tunda hili ni tunda ambalo nikiliruhusu likakaa ndani yangu ndipo nitakapoiona furaha ya wokovu. Kwa sababu mambo mengi ambayo tunakabiliana nayo yaliyobeba ugumu kwenye maisha yetu yanatukabili kwa sababu ya kupungukiwa tunda hili, na mengine pia, lakini hili ni tunda nyeti katika kusababisha furaha kwa mtu. Kwa nini ni tunda nyeti katika kusababisha furaha kwa mtu? Kwa sababu ni tunda peke yake ambalo lenye uwezo wa kuweka mbali na adui. Ni tunda peke yake lenye uwezo wa kumweka mtu mbali na adui. Ndio maana Yesu akasema, njooni kwangu, mjifunze kutoka kwangu, maana mimi ni mpole tena ni mnyenyekevu wa moyo. Mtu asidanganye nafsi yake kusema kwamba mimi ni mnyenyekevu. Hakuna unyenyekevu pasipo upole. Upole ndiyo imebeba unyenyekevu, kwa sababu tunda la upole linampa mtu kusamehe, kuachilia, kusamehe, kuachilia na kusahau. Kusamehe, kuachilia na kusahau. Ni tunda ambalo hujenga suluhu, yaani kati ya matunda haya ya Roho Mtakatifu, tunda lililobeba suluhu ni tunda la upole. Kwa sababu kwenye upole na huo unyenyekevu ambao unaozaliwa katika upole huo humpa mtu kukubali kuachia hata kama alikuwa ni mwenye haki. Yaani haki ni ya kwangu,
lakini nakubali ili tu amani ipatikane, kwa sababu upole ndio inabeba furaha yangu. Sasa ule mzozo wa jambo lolote unaoinuka ama kuwepo kwa mtu, ama mafedhehesho, mahangaiko na mengineyo yote, yaani tunda hili linampa mtu kuachia. Dalili za kukosa tunda hili, angalia spidi unazokwenda nazo kwenye ufahamu wako na akili. Sio spidi za kukimbia kwa mwili, spidi za akili na ufahamu wako zinakupeleka, zinakukimbiza wapi. Kwa hiyo unapokuwa kichwa yako inaenda race, ikikimbia huku na huku katika hili na lile, isipotulia, tunda hili limekosekana. Kwa sababu tunda hili la upole linapokuwa ndani ya mtu, humfanya mtu amngoje Bwana, awe mvumilivu wa kutulia na kuweza kumngojea Bwana bila kujali mazingira aliyoko nayo, bila kujali hali inayomkabili. Hata kama hali inaonekana haimruhusu, lakini upole utamruhusu. Atakaa, atamngoja Bwana. Kanisa limeshindwa kumngoja Bwana katika mambo mengi na kwenye maisha yetu, kwa sababu hii roho haipo, tunda hili halipo ndani yetu. Tunda hili likikosekana kwenye halmashauri ya ufahamu ama ya akili ya mtu, kuna meza imepangwa hapo vitu vingi ambavyo kila dakika mtu huyu mawazo yake yako katika hali, yaani kwa maana kwamba anafikiria hiki ndio sawa, ama labda hiki, ama labda hiki. Amkasa huyu mtu kinachomsumbua ni kwa sababu tunda hili halipo ndani yake. Yesu aliposema mjifunze kutoka kwangu, alikuwa na maana, kwa sababu alijua tunda hili ukiwa nalo utaishi kama yeye, utamfanania yeye alivyo. Kama kielelezo kwetu, ndivyo utakavyokuwa kama kielelezo kwa wengine. Sasa leo kuna dalili ambazo zinajionyesha ya kwamba kama sisi ni kanisa la Kristo tumeshindwa, ama baadhi, sio wote, tumeshindwa kuwa kielelezo kwa watu. Ni kwa sababu hatujamtazama kielelezo na hatujajifunza kutoka kwake, hata tuone ule upole alionao katika yale ambayo alikuwa anaishi nayo hapa duniani. Lakini yeye aliishi vipi? Aliyabebaje? Alijuaje kwamba nikifanya hivi itakuwa hivi? Hata ndo akafanya, kwa sababu hata wakati alitakiwa ajibu kibinadamu kwamba kama ni mwanadamu ungetakiwa kujibu, yeye alinyamaza kimya. Ndio pale tunakuja kujifunza ya kwamba sio kila wakati natakiwa kusema, sio kila wakati natakiwa kujibu, sio kila wakati natakiwa kureact. Hapana, kuna wakati wa kunyamaza na kuna wakati wa kusema na kuna wakati wa kureact. Ndio maana Yesu alipofika wakati wa kureact, tulimwona na kiboko kanisani akichapa watu wanaofanya biashara, tulimwona. Lakini ilipofika wakati wa kusema, tulimwona akisema pia, akifundisha, akielekeza, akikaripia, akionya. Hata wale walikuwa wanamfuata kufuata muujiza, wakamfuata na mtoto wao, sijui anaumwa na nini, akawaangalia, mimi nitachukuliana na nyinyi mpaka lini? Kwa maana yake nyinyi msiokuwa, maana yake ni nini? Alisema kwa sababu ilikuwa ni wakati wa kusema. Sasa leo tunda hili limezimwa, likafichwa, tena limesukumiziwa chini, hautakiwi kuwa nalo, kwa sababu hili linamtangazia mtu majira ya kufanya nini. Ikifika majira ya kusema, basi utasema, na ikifika majira ya kufanya hiki na kile, itafanyika. Sasa tumejiona kwamba, ama tumeona kwamba Yesu Kristo amekuwa ni kielelezo chetu kizuri sana, ambaye anatutaka sisi tuweze kumwangalia yeye na tumwangalie kwenye huo upole.
alafu ndio sasa tujifunze. Maanake unajua haya tunasema, haya matunda haya tumekuwa tukijifunza tangu mwanzo tulianza kujifunza. Tulikuwa tunayazungumzia, tunayatafsiri kwamba ni matunda yasiyoonekana. Maanake ukitafuta upendo huwezi kuuona. Ukitafuta kiasi huwezi kuona. Ukitafuta kama hivi upole huwezi kuona. Ila upole utauona kwenye unyenyekevu sana. Yaani unakuta kwamba katika kujifunza tulikuwa tunajifunza, ndio tulikuwa tunajifunza hayo yanayotakiwa kuonekana. Ndipo sasa nitambue ama nitambulike nina tunda fulani. Ambapo sasa ndio tumejikuta kwamba haya yaliyokuwa yanatakiwa kuonekana ndio yalikuwa hayaonekani, ambayo ndio yakawa yanadhihirisha na kuthibitisha kwamba mimi sina tunda fulani. Kwa hiyo ile tunda haliwezi kukaa kwangu ili lionekane, maana haliwezi kuonekana, halina umbo ya kuweza kuonekana. Ndio maana nasema sasa mimi ni mpole na mnyenyekevu. Mjifunze kutoka kwangu. Mkijifunza kuishi huu unyenyekevu, mnakaribisha lile tunda la upole. Kwanza mtu akianza kushuka, maana kitu cha kwanza ni mtu kukubali kushuka. Maana hapo ndio kwenye kazi. Kukubali kushuka. Na kukubali kushuka kumekuwa ni kazi nzito kwa mtu anayeitwa binadamu. Whether ameokoka ama hajaokoka, ni wachache ambayo wanaokubali kushuka. Kwa sababu kushuka ndo kunaanzia, alafu ndio upole anapata nafasi. Maana mpaka nikakubali kushuka, ina maana nimekataa kujiinua. Nimemkataa yule kiburi, nimemkataa yule jeuri. Maana kinyume cha upole ni ujeuri. Na kwa mfano nikiwa nasema najibizana na mtu, mimi ni mjeuri. Kwani nikikuacha ukasema tu na mimi nikanyamaza, umeninyofua nyama? Lakini kwa sababu ya ujeuri, ambao ujeuri sasa ni tunda la kiburi. Ujeuri ni tunda linalokaa ujeuri, majivuno, sio kujiona, makorokoro yao yote ni matu, wale ni watoto wanaozaliwa. Kwa hiyo wanapokuja wanajitokeza. Kwa hiyo huyu atajitokeza kwa njia ya majivuno, lakini majivuno ni kiburi, kinamwakilisha kiburi. Maana kiburi ukitafuta uweze kukiona. Na kiburi hata kwa kitafutaji uweze kukiona. Maana mshale wa kiburi unampiga mtu kwa nyuma. Ndio maana hata yeye mwenyewe pia hawezi kuona kwamba ana kiburi. Akianguka anaangukia pua. Mshale wake unapiga kwa nyuma, haupigi kwa mbele. Mengine unaweza ukayaona kwa mbele yako. Hata ukafika mahali ukajiuliza ukasema hivi, na mimi nimekuaje kwanza sasa hivi? Mbona mimi niko hivi? Kwa sababu umeona kitu. Lakini kiburi hakionekani. Majivuno yatakuwepo. Kujiona kutakuwepo. Na ujeuri utakuwepo. Dharau itakuwepo. Au wote ni watoto. Na mambo mengineo mengi ambapo nisiyasema, nake siko huko kwenye kujifunza haya. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba la kwanza ni kushuka. Mtu akisha shuka, kwa mfano, sijui hata nitatumia nini mimi ndio nifanyie mfano. Nikitupa hii, acha nikipe kitambaa changu mwenyewe. Huyu ni mtu ambaye anatakiwa awe kabebe tunda la upendo. Ilo tunda la upole. Ilo tunda la upole hawezi kulipata akiwa pale juu kwenye kiburi. Maana kiburi ndio chanzo cha uovu wote. Kwa hiyo hakuna mtu aliyeokoka ama asiokoka anayeishi vibaya ama anafanya vitu vya hivi katika jinsi yoyote ile, alafu akawa anaweza kuepuka kiburi. Maana kiburi ndio huleta haya. Sasa huyu mtu ana kiburi, anaokoka lakini ana kiburi. Ndio maana mtu anajifuna, ndio maana unaishi kile lakini na furaha. Kwa sababu ukishaanza kujiona, ukishaanza kudharau wako, kitu gani kinafanya mpaka unamdharau? Kwa sababu kuna kitu umeona ambacho wewe unajiona kama kwa nini yeye? Yaani kuna vitu ambavyo vinakuwa vinatembea hapo ndani mpaka mtu anakuwa hivi. Sasa huyu ndio mtu ambaye yuko hivi, ambaye anatakiwa sasa tunda la upole, ndio anaomba hivyo. Tunda la upole limfikie kama utakavyoomba wewe leo. Tunda la upendo ni ili uweze kufikia, ina maana kitu cha kwanza ninakuomba Bwana lazima aniondoe pale juu mahali nilipo, na hapo juu ndio pale kwenye ile tunda la kiburi. Na ile tunda la kiburi ili liweze kuondolewa, wanaondolewa wale watoto, maana wale ndio wamening'inia kwenye ile ni kama vile kuku hao wanaoning'inia kwenye ile nyumba ya asali, kwamba wewe ukitaka asali lazima wale nyuki watolewe pale. Kwa hiyo sasa huyu lazima wale watoto wa kiburi waondolewe, maana wale ndio waliomzunguka.
wakamficha ile kiburi, malkia kiburi amekaa ndani yake, asiyeonekana, asiyetambulika. Kwa hiyo wao action zao kwa mtu huyu anapoonekana na kuact, ndivyo wanaofahamu wanajua kwamba huyu ana kiburi. Sasa watu wengine wanaona tu ni kwa kawaida. Kwa mfano kama ni watu wa duniani, wengine wanaona ni kawaida, ama wataitaja kwa kutaja kwa mtu anadharau, lakini ni kiburi. Sasa yule mtu, kitu cha kwanza anatakiwa aondolewe pale, na kuondolewa pale watoto wale lazima waondolewe. Kwa hiyo kitu atakachoanza Mungu kufanya ni kupiga wale watoto. Yaani atatuma sasa malaika kwenda kuwatoa wale watoto. Na kuwatoa wale watoto kuna vitu kuna maumivu yatatokea kwao. Kwa sababu ili wale watoto watolewe, wakaletwa watu, akaletwa mtu atakayekuja kuchokoza, akaletwa mtu atakayekuja kusema mambo yasiyofaa, watakutanishwa watu waongee habari zangu. Yaani yote haya yatakayokuwa yanafanyika na kuletwa machoni kwako. Kwa sababu agenda ni moja. Helena anatakiwa atolewe pale, na hawa watoto sasa wanaondolewa. Kwa hiyo sasa kuondolewa ili ni udhihirisho ama uthibitisho wa kwamba wameondolewa. Nitakaposikia walionisema, mimi natoa mifano tu ya kawaida, nitakaposikia fulani na fulani, nimesikia Esther na Eliza walikuwa wananisema, na ni watu niko nao kanisani, ni watu kwa tena Eliza ni rafiki yangu wa karibu sana, lakini nimesikia maneno haya, reaction yangu itakuwa ni nini? Itakuwa ni nini? Sasa siwezi kubeba upole ndani yangu alafu na mimi nikawa nina ile sasa wanasema unajibu. Maana yake sasa mimi nikijibu na maana nina ujeuri ndani. Roho ile ujeuri iko ndani yangu kwa sababu inatunza kiburi. Kwa hiyo kuna vitu vitakuwa vinafanyika. Nimetoa tu mifano ya kawaida, mtu kunisema ama sifa nini, ama mtu nilikuwa namwamini alafu kisha akanitendea mabaya. Yaani wanazaliwa watu, kwa sababu hata Mungu alipotaka kujichukulia utukufu kwa Ayubu, shetani aliachiliwa. Kwa hiyo unakuta kwamba watazalishwa watu kwenye maisha yangu ambao watakao kuja kunisababisha mimi nishuke chini aidha ama nishindwe katikati. Kwa sababu inategemea naelewa nini. Ndio maana sasa Bwana anatupa kujifunza ili utakapowaona hao, utakaposikia hayo, utakapoona wamekufanyia makosa, wewe utaangalia, utacheka, unaendelea mbele. Lakini kama unabakia pale na una resist, utajikuta ya kwamba huwezi kushuka ukafika. Na usiposhuka ukafika chini, tumesema cha kwanza ni kushuka. Nisiposhuka na kufika chini, siwezi kupondwa. Maana kupondwa kwangu lazima nikanyagwe. Kwa hiyo lazima nifike mahali nifinyangwe. Lazima nifike mahali pa kuonekana mimi si kitu, mahali ambapo nilikuwa kitu. Maana kilichokuwa kinanifanya mimi niwe kitu wakati huo sio Mungu, ilikuwa ni kiburi cha uzima kilichokuwa ndani yangu, ambaye shetani ndio alikuwa ananifanya mimi nionekane. Ndio maana akawa anaweka ujeuri, akawa anaweka majivuno, akawa anaweka hiki, anaweka kujiona. Maana yeye ndio alikuwa ameniweka mimi pale juu. Sasa Mungu anataka mimi sasa, si nimemuomba, ama ndio anataka kuniwekea tunda hili liumbike ndani yangu. Kanuni ndio hizo ambazo nimesema kwamba nitafikia mahali ambapo mpaka wewe mwenyewe utajiangalia mwenyewe, unajisahau kama ni wewe. Alafu unasema kwani mimi kuna wakati sio akifanyiki mara moja, ni trend ya maisha. Inategemea unainuliwa kwenda utukufu gani. Maana kila kuinuliwa kwako kunabeba hai. Wakati huo nilifika nikajiuliza, kwani mimi nimekuaje? Mimi nina makosa gani? Alafu nikifanya nina makosa gani? Na mwana Helena amenyong'onyea, amekonda iko hivi. Yaani unapicha Helena asiyefaa kabisa. Hiyo picha unayoiona ndivyo wanavyokuona hao wanaokufanyia hayo yaliyoletwa kwako. Nikafika mahali nikasema, sasa Mungu, mimi sasa sielewi tena. Lakini nilikuwa nashushwa. Unashushwa, wamekaa chini hivyo na kuteremsha. Mpaka pale juu nilikuwa nimejiweka mwenyewe. Nikakaa kwenye hemaya ya shetani. Nikajiona kwamba mimi ni mimi. Mpaka nikahakikishwa kwamba nimefika chini. Na nilipofika chini, nakumbuka kwanza sitasahau, nilikuwa nakaa hiyo siku, sijui nani aliniambia nini, nikachukua albamu za picha. Sasa
Ndio saa hiyo sasa maji yako huku, ukiweka maji hapa ni bakuli, unaweka mboga na huku unaweka ugali. Nimekonda, unaweza kawa bakuli mbili hapa. Sifai, nimechakaa, nimechoka. Nikaenda kuchukua albamu za picha. Ndio namuona Helena yule. Nikasema kuna siku nitarudi hapa. Nikalia nikiwa peke yangu. Nasema na wewe ile akikukuta, wewe anaweza kukukuta ya mepesi kwa sababu inategemea. Lakini kama ulizama sana huko kwenye kiburi, yatakukuta pia hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Upole unaobebwa na unyenyekevu. Hauwezi kuwa mnyenyekevu mbele za Mungu kabla ya kushushwa. Alafu ndo anasema kwenye Isaya 66:2b, mtu nitakaye mtazama ni yule anayetetemeka anapolisikia neno la Mungu. Sasa leo watu wangapi wanatetemeka kwenye wokovu wakisikia neno la Mungu? So wanaingia kanisani wanasikia alafu wanaondoka wanaenda wanafanya mambo yao. Tena sana sana wanadharau na kudharau. Tena lile neno ambalo linakoni ndo kabisa hawataka hata kulisikia. Lakini anasema Mungu nitakayemtazama ni huyu mtu mpole ambaye alisema kwamba jifunze kutoka kwangu. Kwamba huyu ambaye amejifunza kutoka kwangu, akajifunza upole, ndipo unyenyekevu kaonekana ndani yake. Ndipo akakubali, nikamshusha pale chini, nikamwambia shetani yeye mkanyageni, mhakikishane amekuwa kama chapati kabisa. Hakuna mahali pamefutuka. Kanyaga. Paka nafika mahali nakuta anapelekwa Helena mbele za Mungu amekuwa flat. Hapa. Unakokotwa tu unapelekwa kama mbele hata wewe unaenda. Maana unapelekwa kwenye njia usiyoijua na hujawahi kuiona na uweze kuienda mwenyewe. Kwa hiyo unapelekwa ni kama vile anatoa za mtu wangu huyo hapo umemaliza kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anapelekwa hapo, ndipo sasa anakuangalia, ndio anasema sasa upole umbika ndani ya Helena. Ndio upole kuumbika ndani yako, unaanza kuingiwa na roho ya unyenyekevu. Unaanza kujisikia kwamba unakuwa msikivu. Katika yale uliyokuwa unafikiri kwamba huwezi kuyasikiliza, katika yale ulikuwa unafikiri kwamba huwezi kuyapokea, katika yale ulikuwa unafikiri kwamba huwezi kuyaishi, unakuja kuanza kuyaona kwamba ni sehemu ya maisha yako. Unakuja kuanza kuona kwamba yanakufaa na wewe pia. Ulikuwa unasikia kinyaa wakati huo katika hali, lakini sasa unaona kwamba naweza. Jamani, mimi nilikuwa sili ugali. Walikuwa wakisema kwamba kuna njaa. Nauliza kuna njaa gani? Mbona kuna chakula? Kumbe watu wanapotaifa wanaposema kuna njaa ni mahindi hamna. Sasa mimi alikuwa yanihusu kwa sababu nilikuwa sili ugali. Kabisa. Lakini nilipokuja nikatupwa na shetani hapo mbele ya Yesu, nikamwambia mtu wako huyu hapo. Nilifundishwa kula ugali tena bila mboga. Nilijifunza kujua ladha ya ugali. Si ninasema ugali haina ladha. Mimi niliona ladha ya ugali wakati huo. Mpaka nikawa sasa sitaki mboga. Na alafu kumbuka wakati napondwa, si mnakoroga tu uji upoe ndio mufanye kama ugali. Naona kama vile hivyo haufai. Lakini sasa yani ule ugali ukiiva vile nikisikia harufu nasikia kama vile sijui nini. Watu wako wananishangaa. Nyumbani kila mtu ananishangaa. Watu wanapika sio nasema mimi nataka ugali. Mimi nataka ugali kwa sababu nimepelekwa pale mahali nilikuwa sipawezi. Wakati nilikuwa sipawezi mimi kupaishi. Lakini sasa hiyo nikajikuta kwamba chakula changu nikakiona ugali ndio chakula changu. Haleluya. Kwa hiyo yale ambayo mtu alikuwa anaona kwamba hawezi, anachagua hiki mimi hapana, hiki ndio. Wokovu utaki, wokovu ndio. Itafika mahali utaanza kubugia hapo ule uliokuwa unasema si wokovu wako, utaanza kuona unautafuta. Unaanza kuchukua gharama hapa na pale lakini ndio unatafuta. Unaanza kusikia kiu ndani yako. Yule Mungu ambaye ulikuwa unafikiri kwamba naweza nikawa naye, naweza nisiwe naye. Naweza kusoma Biblia, naweza nisisome. Utaanza kuikuta kiu inaanza kuumbika ndani yako. Kiu ya pekee. Hiyo ndio inayofanya mtu anakuwa mnyenyekevu sasa. Ndipo hapo sasa sheria haiko juu yako tena. Kwa sababu umeshashushwa, umeshawekwa mahali ambapo Yesu alipoacha enzi na mamlaka alikuwa kwenye sehemu hiyo. Sasa na wewe ndio unatakiwa utoke kule mahali uliwekwa na shetani, urudishwe pale mahali Yesu alikuwa hapo, ndipo ukae hapo, alafu ndio aanze yeye sasa kwenda na wewe kukupandisha. Upandishwe na ngazi ya utukufu wake. Upandishwe na ngazi ya uweza wake. Upandishwe na ngazi ya nguvu yake.
ambapo wakati anakupandisha, ile lift inapokupandisha, shetani akija anataka kuing'oa, uweza na nguvu alionao shetani hawezi kukabiliana na ile stendi iliyoshikilia ngazi inayokupandisha hivi. Nani anaelewa mimi nasema nini hapa? Akianza yeye kukupandisha, lakini hakupandishi kuanzia mahali uliko. Maana mahali uliko bado shetani anafanya na wewe kazi. Atakupandisha wakati ameshatupiwa na shetani, akaamua mwangalia yule mtu wako ndio huyo. Kama una haja naye huyo, sasa ulisema ni mfanye chapati, ndio huyo hapo. Ndio Bwana anatengeneza mboga ya kula na chapati. Anakutengenezea maisha ambayo akianza kukupandisha juu, kila shetani anataka kukufuatilia katika upole wako, katika kunyenyekea kwako, ndio yeye Bwana anapigana na adui zako. Yeye Bwana anakushindia vita. Vita vinakuwa vya kwake. Mwanzo vilikuwa vya kwako. Mwanzo ulikuwa unapigana wewe. Mwanzo ulifikiri unaweza. Mwanzo ulijaza vitu mezani. Ukawaza hiki, ukawaza hiki, ukawaza kile. Vyote vilikuwa vinafeli. Maana hakuna kilichokupandisha. Lakini lift yake Bwana ikikupandisha, hakuna anayeweza kukushusha. Na ikikupandisha na kufikisha juu, unakaa kwenye utukufu wake. Sawa sawa na Waefeso sura ya 2 mstari wa 6. Naye alipofufuka, alitupandisha, alifufuka na sisi, akatuinua, akatuketisha pamoja na yeye. Haleluya. Pole unazalisha unyenyekevu ndani ya mtu. Hata kama utakuwa wewe ni nani, hakuna mtu atajua wewe ni nani mpaka atakapoona wewe ni nani. Bwana atakapomwonyesha wewe ni nani, ndio atajua kumbe nilikuwa nacheza, kumbe nilikuwa sijui huyu ni nani, kumbe nilikuwa sielewi nacheza na nani. Ndipo ambapo waliweza kumchezea Yesu, kwa sababu Yesu alishushwa, akashushwa ili aweze kutuondoa mahali ambapo sisi tunashushwa na shetani. Wakati unafikiri kiburi kimekupandisha wewe juu, mbele za Mungu umeshuka chini sana, wewe ni mfu. Wakati unafikiri wewe ndio unaweza, unajua kila kitu, mbele za Mungu huonekani wewe, hata hujulikani ni nani. Hicho ndio ambacho shetani amefanya, akadanganya watu. Lakini siku Mungu anakuinua wewe, anakushika pale chini, yeye sasa amekuweka pale chini, shetani hawezi kukugusa, shetani hawezi kukubeba, shetani hawezi kukuzuilia, shetani hawezi kukushika. Kwanza kijaribu kukufuatilia wale waliobeba ile ngazi na kupandisha wewe, ni mateke yao tu wanapiga kwa kule nyuma. Achia wewe, rudi kwa nyuma. Wewe unapanda ukiwa salama, maana hata kwa vita hautaviona. Utasikia tu ni walikuwa wanakusema hivi, unasema kumbe mimi niko huko mbele. Wakati ukifikiri kwamba wanaweza wakakushinda, wewe ndio umeshatolea mbele. Wakati unafikiria wewe ndio yule ulikuwa nao, kumbe ushafutika machoni pao. Hata wawezi kukuona tena, hata wawezi kukufikia tena, kwa sababu waliokubeba ni malaika. Upole, neno dogo sana ambalo linaonekana ni dogo sana, lakini limebeba uwezo wa kumbeba mtu na kumketisha mtu kwenye utukufu wa Mungu, na watu wasifanye mchezo naye, na shetani asifanye mchezo naye. Rabaseke rabashanga. Shetani akitaka kujua wewe ni nani, tafuta upole wa Mungu. Kaa kwenye upole wa Mungu, kubali kushuka hata ile dharau, acha kuwa wewe, mwache Bwana awe yeye kwako. Saka mashanga. Upole. Jifunzeni kutoka kwako. Yesu alinyamaza mpaka wanamuua, wanafikiri wamemweza, na wakasema na tuone basi kama huyo Mungu alisema ana haja naye. Mbona sasa hivi tunamwona kama vile ameishiwa? Hamjaelewa kinachoendelea ni nini katika ulimwengu wa roho. Kitu ambacho hawakujua ni kitu gani kinachoendelea. Shetani hakujua kwamba ndio maandalizi ya kumfikia yamesogelea. Wakati walisema kama huyo Mungu ana haja na yeye, basi na aje akamtoe pale msalabani. Hawakujua kwamba Yesu Kristo yuko kwenye point ya mwisho kuingia kwenye mlango na kubomoa kitasa na kushuka kuzimu na kuwatoa wale walio nao kule kuzimu kwanza. Shetani hakujua hivyo. Hivyo ndivyo ambavyo inavyokuwa na kwako. Upole unaficha.
unaficha kila kitu. Kiburi kinakuanika mbele za shetani. Shetani anaweza kukuangamiza haraka kwa sababu anakuona hapo, lakini upole, unyenyekevu, wakati shetani hawezi kukuona, hawezi kukuangamiza, maana hakuoni, umefichwa kwenye mbawa zake Bwana. Upole, upole unaokupa wewe kudharaulika kwa namna ambavyo ukisikia unataka kuinuka hivi unasema Bwana na ukaishi wewe ndani yangu. Mimi nimekuwa na maneno matatu yanatokea. Hakuna hata moja linanibabaisha, pamoja na kwamba yanagusa moyo, lakini ninaye wa kumkimbilia kwa sababu amejenga upole ndani yangu, ameniweka kwenye unyenyekevu. Nakimbia kwake. Siku moja nikaona imezidi sasa. Yesu, nafanyaje hapa? Nikasikia kama donge limejaa hapa kwenye moyo, nikasikia nimeanza kuomba, nikaanza kunena kwa lugha nikiwa niko kazini, nafanya kazi zangu kwenye laptop. Nikaona macho hayaoni tena, nikasikia nenda kwenye madhabahu yangu. Nilitoka nyumbani spidi, nikaja nikalala hapa kwenye kona, nikamwambia Bwana nirehemu mimi, maana mimi ni mwenye makosa. Sioni mtu aliyekukosea, najiona mimi. Nirehemu, maana kama upole hauko kwako, unyenyekevu hauko kwako, utamwambia Mungu achilia moto ukawateketeza adui zangu, achilia moto ukawateketeza wanaonisema. Ninienda mbele za Bwana kwa sababu ndani yangu yuko yule ambaye mpole na mnyenyekevu, aliyeshuka akaacha kila kitu, asiye na dhambi akafanya mwenye dhambi. Nikakaa chini nikamwambia Bwana nirehemu mimi nimekosa. Nilichukua kama dakika 10, nililia hapo, nilikuwa kwenye kamera pale, nikalia. Baada ya kuona kila kitu kimetoka kinaondoka kaida zake, Bwana kaniambia niko pamoja nawe, wanaoshindana na wewe hawatashinda. Inuka, tembea kwa uwezo wangu, tembea kwa mamlaka yangu, maana sitakuacha. Bwana hawezi kumwacha mtu mpole, Bwana hawezi kumwacha mtu mnyenyekevu. Hajawahi hata siku moja, na hatawahi hata siku moja. Sakara mashanda na masaya. Yesu alikuwa mpole, akawa mnyenyekevu, kielelezo cha wanadamu, kielelezo cha ulimwengu. Wakasema huyo tuondoleeni, hatuna haja, kwanza hatuna faida naye, tuondoleeni. Lakini hawakuelewa Mungu alikuwa nao ulimwenguni, kama jinsi ambavyo watu wengine wasipoweza kuelewa wanaishi na nani. Wakikuona wanaona wewe ni mwanadamu. Nasema Mungu akikaa ndani yako, kwa sababu umekuwa mpole, kwa sababu umekaa kwenye unyenyekevu, uungu wake unajificha ndani yako. Wasiokujua leo watakuja kukutamani kesho, wasiokujua leo watakuja kutamani kesho. Haraka nayo ni ya nini? Kuwa mpole, relax, tulia kwenye tunda la upole, maana Bwana hajamalizana na wewe bado yuko kazini na wewe, bado anafanya kazi yake. Wakati na majira yake yatakapofika, watajua walikuwa